Karibu sana. Leo nataka tuzungumzie mamlaka za nidhamu kwa walimu. Mamlaka za nidhamu kwa walimu zimeainishwa kwenye kanuni ya 12 kifungu cha pili cha 4 na 47A za kanuni za utumishi wa walimu za mwaka 2016. Mamlaka hizo ni kama ifuatavyo. Kwanza, kamati ya wilaya. Kamati hii imepewa mamlaka chini ya kifungu cha 12(1)(g) cha sheria ya Tume ya Utumishi wa Walimu namba 25 ya mwaka 2015 na kanuni ya 12 kifungu cha pili ya kanuni ya Tume ya Utumishi wa Walimu za mwaka 2016. Wakuu. Pili, mamlaka nyingine ni wakuu wa shule. Wakuu wa shule wamepewa mamlaka kwa mujibu wa kifungu cha 12 kifungu cha pili cha sheria ya utumishi wa walimu namba 25 ya mwaka 2015 na kanuni ya 12 kifungu cha pili ya kanuni za Tume ya Utumishi wa Walimu za mwaka 2016. Sasa wana wajibu na wamepewa mamlaka za nidhamu ngazi hizo. Sasa wajibu wa mamlaka za nidhamu ngazi ya wilaya na ngazi za shule, tukizungumzia kidogo mamlaka za nidhamu ngazi ya shule. Kwanza, katika kutekeleza majukumu yao kama mamlaka za nidhamu kwa makosa mepesi, wakuu wa shule watatekeleza majukumu yafuatayo. Kwanza, kutoa ufafanuzi kuhusu maadili ya kazi ya walimu na maadili ya utendaji kazi katika utumishi wa umma. Pili, kusimamia maadili ya walimu. Tatu, kuchukua hatua za kinidhamu kwa makosa mepesi kwa walimu wanaokiuka maadili ya kazi ya walimu. 4, kutoa taarifa kwa wakati kwenye mamlaka za juu kwa makosa yaliyo nje ya mamlaka yao. 5, kutunza kumbukumbu za mashauri ya kinidhamu za walimu katika maeneo yao. Sasa leo nataka twende moja kwa moja kuona aina za makosa wanayotenda walimu ambayo mkuu wa shule amepewa mamlaka ya kuyashughulikia. Kanuni namba 11 kifungu cha pili ya kanuni za Tume ya Utumishi wa Walimu za mwaka 2016 imetaja makosa mepesi yanayoshughulikiwa na mamlaka ya nidhamu ngazi ya shule. Makosa hayo ni kuchelewa kufika kazini bila ruhusa au sababu za msingi, kutokuwepo sehemu ya kazi wakati wa masaa ya kazi bila ruhusa, kutokuwepo kazini bila ruhusa, kushindwa kukamilisha majukumu, uzembe katika utekelezaji wa majukumu ambao hauhatarishi usalama wa watu au mali, na mwisho kushindwa kutekeleza maelekezo ambao sio ukaidi. Zisikilize kwa umakini wewe kama mwalimu ili uwe unakuwa na majibu sahihi na maelezo sahihi pindi unapofikia hatua ya utetezi wako. Kwanza, makosa hayo ni kwanza, kuchelewa kufika kazini
bila ruhusa au sababu za msingi. Mimi sio mwanasheria kwamba ni au wakili kuanza kufafanua kosa moja moja na kwamba uanze kuandaa hoja za msingi za utetezi wako. Pili ni kutokuwepo sehemu ya kazi wakati wa masaa ya kazi bila ruhusa. Tatu, kutokuwepo kazini bila ruhusa. 4, kushindwa kukamilisha majukumu. 5, uzembe katika utekelezaji wa majukumu ambao hauhatarishi usalama wa watu au mali. Na 6, kushindwa kutekeleza maelekezo ambao sio ukaidi. Kwa haya makosa 6 ambayo ni makosa mepesi, mamlaka imempa mkuu wa shule kuweza kuyashughulikia hayo. Kwa hiyo tutakuja au wakati mwingine kuanza kuchambua kosa moja moja. Kuchelewa kufika kazini bila ruhusa au sababu za msingi ni nini maana yake? Kutokuwepo kazini, kutokuwepo sehemu ya kazi wakati wa masaa ya kazi bila ruhusa nini maana yake? Kutokuwepo kazini bila ruhusa nini maana yake na kanuni zake, na kushindwa kukamilisha majukumu, uzembe katika utekelezaji wa majukumu ambao hauhatarishi usalama wa watu au mali, na kushindwa kutekeleza maelekezo ambao sio ukaidi. Hivi vyote tutakuja kupata wa mwanasheria aweze kufafanua kwa undani ili mwalimu aweze kuelewa na msimamizi wa sheria hizi aweze kuelewa. Asante sana. Tafadhali subscribe, na kama hujafanya hivyo pia share kwa marafiki ili waweze kufikiwa zaidi. Asante sana.